Karibu katika The Gear, sehemu ambayo wewe mpenzi wa magari ni sehemu yako pendwa, sehemu ambayo utapata information mbalimbali kuhusiana na magari, sehemu ambayo tutazungumza na wapenzi wa magari wengine popote pale walipo na kuhakikisha wewe mtazamaji unaweza kupata mambo mawili matatu ama elimu mbalimbali juu ya magari. Petrolhead ni sehemu ambayo tutadiscuss na mtu ambaye ni mpenzi wa magari, anayafahamu magari na atatupa experience yake kuhusiana na magari. Sasa wewe kazi yako ni kuangalia na kuweza kucomment katika social page zetu, yani 255 Jerry, ama unaweza kuingia katika YouTube na kuangalia show zetu zote za nyuma tulizofanya. Sasa leo nimeandalia vitu vingi sana, na moja kati ya vitu ambavyo nimeandalia leo, unafahamu muunganiko wa BMW pamoja na Toyota katika kutengeneza gari? Je, ilizalisha aina gani ya gari? Leo katika The Gear utapata yote. Na Range Rover tunaendelea kupata mazito kuhusiana na Range Rover, namna ya kuweza kuupgrade Range Rover ya zamani kwenda Range Rover mpya, vitu vingapi ambavyo vinahitajika na nini kinachoweza kufanya paka Range Rover ya zamani kabisa kuonekana ni mpya. Watu wengi wameweka body kit, lakini kuna mtaalamu leo tutakuwa naye ambaye yeye anafanya body kit, lakini pia ana uwezo kwa mikono yake kufanya modification za Range Rover na ikapendeza ikaonekana mpya sana. Karibu katika The Gear. Ushawahi kukutana na watu wanagombana kuhusiana na timu za mpira? Bwana, timu yangu nzuri, na kunakuwa na uadui kabisa serious, lakini unakuta wenye timu wenyewe wale owners kuna namna moja ama nyingine wanashirikiana kwa pamoja, wakati nyinyi mashabiki hamshirikiani kabisa. Sasa iko hivi, BMW pamoja na Toyota kuna namna waliwahi kuungana na ilileta shida sana kwa watumiaji ambao wao walikuwa ni timu moja wapo. Kwa mfano, wao walikuwa ni timu Toyota na kukutana na vitu vya BMW pale ni kitu ambacho kwao kiliwaletea masikitiko makubwa sana, kwamba Toyota imekuaje sasa wameshirikiana na BMW, wakihisi kwamba ni muhasamu wao, lakini si kweli. Sasa kulikuwa na gari moja inaitwa Supra. Sasa story ya Supra iko hivi. Supra yenyewe ilikuwa na toleo linaloitwa MK4 ambayo ilipendwa sana, ambayo ilikuwa nakuja na engine inaitwa 2JZ ambayo ilikuwa napendwa sana na watu wengi, kwa sababu ilikuwa ni gari ambayo una uwezo mkubwa sana wa kuifanyia upgrade, kuanzia turbo, kuanzia cylinders na kila kitu, na kuweza kufanya performance iwe kubwa kabisa. Ile Supra ya mwanzo ambayo ipo hata katika Fast and Furious ambapo alikuwa anatumia Paul Walker. Expectation kubwa sana kwa toleo linalofuatia. Sasa Supra walitoa toleo lao moja hivi. Sasa lile toleo lao lilileta gumzo mtaani kwa kuwa na vifaa vingi sana vya BMW ndani yake, ambapo Toyota wao waliamua kufanya promotion nyingi sana kuwaaminisha watu kwamba hile ni Toyota, lakini ukiangalia kuanzia engine mpaka chassis, vitu vingi sana vilikuwa hadi vina logo ya BMW. Yani unapoenda kununua spare za gari ile ulikuwa unanunua spare za BMW, lakini nje inaonekana ni Toyota Supra. Sasa hapo ndio pale ambapo watu wengine waliamua kuachana nayo, wakihisi kwamba wamedanganywa hivi, au wengine wakikasirishwa na kuona muunganiko ule ambao hawakuwa na taarifa nao, mpaka baadaye ambapo waliamua kusema kwamba tumeamua kushirikiana kwa ajili ya kuongeza teknolojia kwenda mbele. Sasa hivyo ndipo
ndipo pale ambapo BMW pamoja na Toyota waliamua kushirikiana tena katika mapinduzi makubwa sana ya teknolojia. Yes, tumezoea kuona kwamba magari yaliyopo sasa hivi ni magari ya umeme na kuna magari mengine ni ya gas. Kuna gari za hybrid ambazo zinatumia mafuta pamoja na umeme. Kuna gari ambazo zinatumia gas ambayo tumezoea hapa nchini pamoja na mafuta. Wakiangalia kwa namna moja ama nyingine bado kuna hali ya uchafuzi wa mazingira na wanaamua kuja na solution kubwa ya kutetea mazingira. Kuna gari wakaamua kuileta. Wameileta lakini bado haijaamua kutumika kila sehemu. Wakaleta mfumo unaoitwa hydrogen cars. Ni mfumo mpya kwa watu wengi sana masikioni mwao, lakini wale ambao wapo nje ya nchi wamewahi kukutana na jambo hili. Hydrogen cars zinafanya vipi kazi? Iko hivi. Hydrogen cars zinafanya kazi kwa mfumo tofauti. Pale ambapo wewe unaenda kuweka mafuta, yani unapoenda kufanya refill, unakutana na kitu kinachoitwa hydrogen. Inawekwa katika sehemu ambayo tunaweka mafuta, kama wanavyokuwekea mafuta petrol station. Sasa ile hydrogen inaenda katika kitu kinachoitwa H2 tank, ambapo hydrogen ile inapoingia moja kwa moja inaenda katika kitu kinaitwa fuel cell. Fuel cell ni seli maalum ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kuweza kuzalisha umeme, ambapo kabla hajazalishwa inakutana na kitu kinaitwa cathode na anode, ambapo huingiza oxygen na kutoa maji kama result. Sasa uoni kabisa hii itakuwa ni njema kwa mazingira na ni njema kabisa katika vizazi vijavyo kuhusu utunzaji wa mazingira. Basi hapo ndo sehemu ambapo watu wakaamua okay, to take advantage kwa hili energy ambayo inaenda direct katika battery. Ikitoka katika battery uingia katika motor. Kwa kabla haijafika katika motor, kuna sehemu moja ambapo inapitia inaitwa power control unit, ambapo kazi yake ni kuweza kucontrol ile battery, ule moto wake kwa ajili ya kwenda katika motor. Kumbuka ile gari ya umeme yenyewe inatumia mota hizi ambazo zinajulikana kazi yake ni kusukuma gari kwenda mbele ama nini, lakini gari bado zitakuwa na sensor zile ambazo nyingi zinajulikana. Kwa mfano temperature sensor itakuwepo, kutakuwa na mfumo wa cooling system ambao kazi yake ni kupoza engine, na kama itatokea tatizo lolote kutakuwa na alert zozote, na pia itakuwepo na battery pack ambayo ipo pia katika hybrid, ipo katika electric vehicles zote. Battery pack pia itakuwepo. Vile huzalisha katika mfumo wa gari za combustion, hizi gari za engine za kawaida. Mfumo ni ule lakini ubadilishwa baadhi ya vitu, lakini chanzo ni hydrogen. Sasa umbea au zandani kwamba bwana hawa mabwana wameungana kwa maksudi kwamba mmoja wapo atengeneze gari, mmoja wapo atengeneze sehemu ama source za kuuzia hydrogen. Hizo ni taarifa zisizo rasmi, lakini watu ambao wandani wenyewe wanasema kwamba lengo la kuungana vile ni mmoja auze hydrogen, mwingine auze gari. Imeshawahi kufanyika ama ishaanza kutumika katika baadhi ya nchi, na unakuta BMW imeweka engine yake na full system, yani drivetrain yote, na kutumia mfumo wa Toyota wa hydrogen kwa kuweka tank na system nzima za hydrogen. Hope umeenjoy katika show yetu ya leo. Usisahau kucheki katika Instagram page yetu yani 255 Jerry, au usisahau kuangalia YouTube channel zetu katika channel inayopita hapo chini. See you next time. Hii inaitwa The Gear. The Gear tupo katika kuendelea tushangae wote. Hapa tupo na gari ambayo ni Range Rover, lakini imefungwa engine ya tofauti kidogo
ni engine ya Mercedes Benz, lakini vyote hivi tumevikuta kwa ndugu yetu Bosco ambaye ni mtaalamu wa hizi kazi, mwenye hizi kazi. Bwana tajiri, karibu katika show. Hii engine gani? Na Mercedes, lakini Mercedes gani? Hiyo ni OM6 ambayo inakaa kwenye bodi gani? Benzine Benz Classic zile za nyuma za zamani, zile ndogo. Ya diesel Ya diesel. Okay. Yeah. So kwanza ukubwa hii engine na ukubwa hii gari vinaendana? Ukubwa wa hii engine ni kubwa kuliko hii. Aha. Yeah. Nini ambacho umeweza kufikiria kitu gani ambacho kikasema okay, labda naweza nikafanya hii gari, hii engine ikakaa katika bodi hii? Hii ni bodi gani bwana? Hii ni bodi ya Land Rover 110 pickup. Okay. So nini ambacho ulifikiria ukasema kwamba okay, hii inaweza ikakaa pale? Kitu ambacho kilituhamasisha kufunga hii engine kwa sababu ya wateja wetu wengine wanapenda mwendo. Wanapenda yani kitu ambayo ina mwendo yani faster, inapiti kwa haraka zaidi. Kwa hiyo sasa tukafikiria engine gani tunaweza tukafanya modification ikakaa hapa vizuri, mteja akapata kile anachokitaka. Tunaona ni Benz. So hii engine kabla ya Mercedes ushakufunga engine za aina nyingine kwenye gari za aina hii Land Rover? Ndio. Kwa mfano engine gani unaweza kama engine ya Land Cruiser 1KZ? KZ pia inakaa. Inakaa. Na unahitajika kuwa na nini na nini ili kuweza kuweka engine hapa KZ? Engine ya KZ tuwa nayo ni kitu kinachohitajika ni gari kiwe na kila kitu chake kama Land Rover hiyo na gearbox yake hiyo ya Land Rover, na rejeta tunatumia rejeta ya hiyo Land Rover. Kwa hiyo sana kikubwa ni engine. Okay, mtu ndo ana body kama hii hapa. Alafu anatakiwa anunue nini na nini ili uweze kuassemble vikakaa katika gari hii na kwenda kutembea? Ukiwa na body kama hii yani kama mfano haina madifu, lazima uhakikishe una madifu chini. Madifu ya ile engine unawekea au ya gari hii? Ya gari hii kila kitu, yani pati ya chini ibadiliki. Aha. Inatumika ile ya kwake. Gearbox hiyo ya kwake. Ya hiyo gari unaweka. Ya gari hii. Ya Land Rover hiyo. Yes. Yani kitu kinachobadilika ni engine tu yenyewe basi. Unawezaje kuconnect engine na gearbox? Kuna modification kidogo tunafanya katika bell housing na flywheel. Control box inatumika hivi? Hii engine kama hii hapa itumiki control box. Hii inaweza kaa popote. Hii ni kawaida, ni waya mbili. Ukienda kwenye starter engine na so engine ya umeme. Engine ya umeme. So waya ina usumbufu ule. Kwa katika engine ya ambayo umeweka ya Toyota na Mercedes, na engine gani nyingine umeweka kwenye Land Rover? Ziko TD5 ambazo ni za original, nakuta labda hii ilikuwa ni ya mwaka wa nyuma. Tunaipeleka mbele kidogo. Naweka ile 300. Tunaweka TD5. TD5. Inakuwa mwanzoni inakuwa na engine gani? Mwanzoni unakuta ina engine ya ordinary petrol. Hiyo hata sijui. Oya babu, usikia hiyo? Alafu baadaye ndio unakuja sasa kwa sababu ile ni ya kizamani. Sasa hivi miaka ishaenda mbele. Mtu aweza katengeneza labda gari yake kwa hela nyingi. Akataka kusema hata aende Karatu. Kamalizia siku. Kwa hiyo anataka kidogo iwe faster iendane na hizi za kisasa. Kwa hiyo inabidi unambadilishia, unamwekea engine ya Land Rover ambayo imetoka mwaka wa mbele. Okay. Na ushai kuitest, yani okay, performance kati ya zile nyingine unazozifunga na hizi, ipi ambayo umeona ina performance nzuri zaidi ya zote? Kwa performance? Yes. Kama hii engine ya Benz ina performance zaidi. Performance zaidi ya zile nyingine. Zaidi ya za kwake original za Land Rover. Gari inakuwa na speed katika dashboard, kunakuwa na speed. Kwa mfano hii imepangiwa speed 120, hii imepangiwa 130. Unapobadilisha engine, speed itaongezeka zaidi ya ile ambayo iko recommended pale, ama itabaki vile vile mwisho? Kama umeweka engine yako umefunga ni ya kisasa, itaongezeka. Itaongezeka. Sasa inakuwaje kama braking system sitakuwa haisupport ile nguvu inayopatikana katika kitu ambacho tunafanya? Unakuta hizi za nyuma kidogo, difu yake ya nyuma inakuwa inatoka ni inatumia brake shoe. Kwa hiyo tunatoa difu ya nyuma, tunafunga ya ambayo inatumia disc. Brake pads. Yani rota disc kabisa, ni mfumo wote wa kushika. Unatumia drum, sasa inatumia disc.
Yaani kwa tumia zile drum ambazo brake shoes zinakamatia kwa ndani. Zinakamatia kwa ndani. Kwa sasa hivi mnaweka diski alafu mnaweka na caliper. Inakuwa ni mfumo wa kawaida. Wa sasa hivi wa gari za kisasa ambapo pia unaweza kuwa na brake na brake shoe pia kwa ndani pia. Kwa ajili ya hand brake. Brake shoe inakuwa hiyo hand brake ni ukisimama ndio unatumia hand brake. Lakini kama gari inatembea hand brake inakamata kupitia zile brake shoe za Land Rover, mfumo wake uko tofauti. Biashara za kisasa. Land Rover hand brake inashikaje? Hand brake ndio inashika kwenye brake shoe, unaweza ukacheki kama inafunga kwenye gearbox. Hand brake inashika kwenye gearbox? Kwenye gearbox ndio inakamata. Mimi sio generation hiyo. Inazuia propeller. Inazuia propeller hizi. Hiyo mimi kwa sijui hiyo kali. Sasa kwa mfano project kama hii tokea gari mpaka engine mpaka installation mpaka kukamilisha inachukua kama kubuild, kama kujenga. Ni kama unaanza moja. Lakini katika story mwanzoni wewe uliniambia wewe ni mtaalamu wa body zaidi au ni vyote vyote tunafanya. Kwenye body kuna kazi ushafanya hii kazi ukaona hii kweli hii noma. Kwa kazi ya gari gani ulibadilisha gari gani kwenda gari gani? Zipo kama ile pale ilikuwa ni ordinary, ukiangalia ile pale sasa hivi inaonekana kama ni gari ya muonekano tofauti kabisa. Ordinary zile za zamani? Za zamani ndio. Ya mwaka gani ilikuwa? Ya mwaka 1900 kama na 90. Alafu kuna moja ulinionyesha uliongezea mashavu ya pembeni. Ndio. Ya yale mashavu yalikuwa ni uliongezea mashavu ambapo Land Rover haiji na hayo mashavu pia. Ilikuwa ni fender hizo na. Ni fender. Hizo zinaita fender. Ni fender alafu kuongezea. Yaani ni mudguard alafu kuna fender. Hiyo nje inakuwa ni fender sasa. Ndio. Na side step pia naonaga unafanya kazi za side step pia. Ndio. Na inachukua muda gani mfano mtu anahitaji kufanya modification ya uniambia pia watu wengi wanabadilisha body kit lakini wewe una uwezo kufanya modification badala ya kubadilisha body kit. Ndio. Unafanyaje yani? Nini kinachofanyika? Kinachofanyika unaangalia design ambayo mteja amekuletea. Design una draft, kisha kudraft chini. Unaenda aina gani? Tunatumia hizi bati tu, hizo kawaida. Hii gari ilikuwa ni bati ya kawaida ama aluminium? Hii hapa ina bati ya kawaida na aluminium. Kwa unaweka bati ya kawaida. Kuna ambazo bati ambazo ni galvanized. Ndio tunatumia sasa kwa ajili ya kufanya modification. Ya kuunda kwa sababu ya kutu. Kutu, haishiki kutu. Na gari inakaa inapendeza kabisa. Inapendeza. Okay, so sasa hivi hii gari ilikuwa na mfumo, gari nyingi zinakuwa na diesel na ama zinakuwa na petrol, hizi gari za Land Rover za zamani. Land Rover za zamani nyingi ni petrol. Nyingi petrol, lakini engine kama hii ni ya diesel, si ndio? Wanabidi ubadilishe mfumo gani mwingine ukiachana na engine? Kwenye tank, kwenye chochote kinachobadilisha. Tank unaweza ukatumia, inategemea ni engine ipi unafunga ya mwaka gani. Kama mfano ukifunga 300, haina haja ya kubadilisha tank. Tank ni hiyo utatumia. Lakini labda ukisema unatumia kama engine nyingine kama 65, hauwezi tumia hiyo tank. Kutokana na ina pump yake ambayo inakaa nyuma kwenye tank. Kwa hiyo tank haina hiyo system. Ukija ukiangalia kama kuna gari ambayo system ililetewa, ilikuwa imetoka kabisa, yani ni ordinary. Yaani gari ya nyuma kabisa ya petrol. Tukaja tukaanza kazi moja. Tukafumua bodi yote, tukaanza upya. Tukachukua Discovery kama ile pale. Umeona ile Discovery pale? Tukatoa bodi, tukachukua hiyo difu za chini zote. Nyuma na mbele na engine yake na gearbox kila kitu. Tukavalisha kwenye defense. Hatari sana. Lakini sasa gharama ya mtu kuingia gharama ya kufanya hivi vyote, si bora anunue kama anataka anunue gari fulani, si bora anunue hiyo gari kwa sababu gharama sio ndogo. Kwa mfano project kama hiyo inaweza kumcost mtu shilingi ngapi? Inaweza ikaenda hata tuseme na pamoja na gari. Inaweza ikaenda hata 40 na kitu. Milioni 40 kitu. Sasa milioni 40 kitu si anaweza kaongezea kapata Discovery 4 kabisa, au ni kwamba anapenda zile za zamani? Mtu unakuta huwezi pata kama kile unachotaka. Yaani kuna ile ladha unaitaka huwezi pata. Sasa mtu akishafanya modification kama hizo, manake sasa inabidi fundi wewe tu au? Gari fundi unafanya modification hiyo. Fundi huwezi kuwa wewe kwa sababu gani? Kuna mafundi wa hizo Discovery. Kama kitu inaharibika,
ni cha Discovery. Kuna fundi ambaye akipelekewa kwa fundi wa Land Rover. Akiona akichungulia tu akiona ni Discovery. Kwa hiyo anajua kabisa hii gari yote ni Discovery. Kwa anadili na vitu vya Discovery. Fundi wa Land Rover ndio kama ni wa mechanic. Anadili na zote hizo. Zote ziko kwenye Land Rover. Hapana bwana. Sisi una mafundi wetu wanatengeza. Sisi kwa mfano mimi na deal na hizi new model. Discovery 4, Discovery 5, Rover Sports, lakini ukinileta huku mweupe kabisa sielewi kitu yani. Si hata kwa mfano leo ndo umeniambia kwamba eti brake shoe inafunga kwenye propeller. Si shaza brake shoes zinashika kwenye drum, kwenye disc ama drum. Hata kama unatumia disc rotor, nje kuna brake pad, ndani kuna brake shoe za hand brake. Lakini sasa tena kule kwetu kuna hadi zile, unajua zile caliper za umeme. Sawa. Yaani wewe ushakutana na caliper za umeme? Ushakutana nazo. Sasa sisi kwetu kule kuna caliper za umeme tofauti na huku caliper zinazotumia mafuta ya brake ya kawaida pressure. Sasa hivyo vitu ni vipi? Sasa unakuta kama ni fundi unampelekea wa Land Rover wa muda mrefu. Unajua yuko kwenye hiyo system kwamba walianza wazee ambao fundi ametengeneza gari miaka 10. Na utafu fundi ni wa zamani. Na fundi alianza kutengeneza zile Land Rover za kawaida. Ikaja hii akatengeneza, lakini kama mtu labda ni mgeni ameanza tu na hizo gari za kisasa, hiyo gari kama hiyo lazima itamshinda, itamchapa. Sasa kuna hizi engine sasa hivi zipo kwenye Discovery 3 na Discovery 4 ambao ni 2.7 na 3.0. Zile mshai kujaribu kuzifunga kwenye hizi gari za zamani? Zile zinajaribu kuzifunga kwa sababu shida ya umeme mwingi sana. Kuna vitu ambavyo lazima hata kama ni unakuta ni kusoma labda gari ili control box iweze kufanya kazi vizuri na gari kuselect vizuri kwa mwendo unaotakiwa. Labda ukifika labda RPM 3 gari imebadilisha gear, unakuta inasomea kwenye miguu, sensor ziko kwenye miguu. Sasa hii gari gari hazina hizo system. Kwa hiyo sasa injini kama hiyo ni korofi. Ndio mnazikimbia. Ile basi kwa taarifa tu ile gari ili iweze kukamilika kuwaka inabidi ifanye kazi na control box, inabidi ifanye kazi pamoja na system ya security kwanza yote. Alafu inabidi kuwe na ABS pump. Umeelewa? Yaani ABS pump, ile ABS pump haifanyi kazi na gari. Yaani ABS pump inatakiwa body control ya gari inakuwa inaprogramiwa na ABS pump. Alafu kuna system kama unavyosema zote za automatic suspension kupanda gari na kushuka. Ndio maana mmeamua wenyewe kukaa nazo mbali. Kukaa nazo mbali kwa sababu ukija ukiangalia kama Land Rover hapa mbele dashboard yake ni ndogo. Sasa ile gari ina waya nyingi sana. Ukisema uhamishie hiyo system hapa, hiyo waya utaweka wapi? Na ni waya za ndani kwenye dashboard. Yaani inabidi utengeneze labda katela pembeni cha kubeba waya. Sasa kwa haraka kuna engine ngapi zinakaa kwenye body la Land Rover kama hizi? Engine ngapi ambazo unajua? Hizi engine unaweza kuzimention hii na inakaa. Za Kijapani au za kwake zenyewe? Kijapani na za kwake. Yaani ina support engine ngapi ambazo zinaweza zikafanya? Hapo unaweza ukaweka kama Benz OM606. Unaweza ukaweka hii 1KZ. Inakaa. Unaweza kuweka BMW M57. Na hizo ni engine ambazo nzuri zinakaa vizuri kabisa. Ya Toyota nyingine? Ya Toyota nyingine unaweza kuweka hata hii ya 160. Mbona kubwa sana hii? Kubwa sana lakini inatosha. Ipo moja tushafunga hii. Inatosha sana. Inatosha vizuri kabisa. Kuna nafasi imebaki bado. Body inaruhusu engine nyingi sana. Yaani engine nyingi, yaani kuna hata LS Complete inakaa za Kimarekani. Sasa ni nini unajuaje ni kwa mfano au kutokana na historia au kuna jaribio ambalo wewe ushakulifanya? Kitu ambacho mimi nimeona nimefanya mimi ni kufunga engine ya 1KZ. Kwenye Land Rover. Watu wengi hawafungi. Lakini unakuta nyingine pia tunaangalia hata kwa wenzetu kwenye mitandao zinaonesha, sometimes tunapitia pia na wenzetu. Tunaangalia wanafanya nini. Ambao wanasema dunia ya tatu. Nimeona gari nyingi sana zimekuwa upgraded na zinapendeza, lakini naona kama bado wenzetu nao wameendelea sana, wana upgrade sana, yani too much. Ndani unakuta Land Rover lakini ndani kama S-Class. Nadhani tutafikia stage hiyo. Nafikiri tutafikia pia ni kujipanga taratibu. Ni kujipanga. Kila kitu kinaanza taratibu.
Kwa ukiangalia umeona kama hili Land Rover ilikuja hapa ikiwa chassis tupu, haina chochote. Lakini ndani ya hizo siku 3 mpaka leo hii Makonda Festival imekamilika, kila kitu imefungwa. Imebaki vitu vidogo pa kurudishia ndani. Ukija ukiangalia mpaka sasa hivi unaweza ukawasha na nikatembea na kila kitu kifanya kazi. Hii ni Land Rover 5. Kwa hiyo project ni nyingi. Kwa hiyo gari kama hii inaweza kutengenezwa ndani ya siku 3 ikafungwa, bodi kasimama kati. Chini ya CD5 waga inatoka kwenye inakuja na Land Rover kabisa original. Lakini hii tumefanya kudieka hapa kwa sababu gari haikuwa CD5. Ila tumeamua kuiupgrade kidogo. Tunaona tufunge kidogo sogee mbele. Kwa hiyo ni engine ya CD5. Ndio kucheki kama ile Land Rover kwa ni full double, gari ilikuwa ni full. Condition wako. Tunafanya modification tukakata ikawa double kidi. Baada ya hapo tukaanza kutengeneza hizi fenda za hapo. Maana kama hizi fenda hii ni design kwa tukakata. Itoka ule muonekano wa kizamani. Ndio ukiangalia kama hizi design hii tumeweka haikutoka nayo. Hizi bumper tumemodify. Kingine ukija ukiangalia hii bonnet tumeweka haikuwa na hii sura. Na kingine pia ukija ukiangalia kama hizi za pembeni tumemodify sisi wenyewe. Ikonga iko nayo. Vitu sio kama tunasema tumeagiza, vitu tuna design sisi wenyewe hapa Tanzania. Havitoki Ulaya. Sheria tumeagiza. Kama hapa juu kuna spotlight unaweza kuona tumefunga, tumemodify. Kuna side step za kukanyagia zote tumefanya sisi. Sio kama kuna hii design ya juu ya turubai. Yote tumefanya hapa kwetu. Ona tumedesign hizi tanki, design hizi fire extinguisher, hii double exhaust na zote zinafanya kazi. Sio kwamba ni tumeweka boschen, zote zinafanya kazi. Tumefanya hapa. Ndio ukiangalia kama hii chuma ya kushika tairi tumefanya sisi wenyewe. Tumedesign hii tairi hapa nyuma. Tumekuja tumedesign Jack Simba. Na kama unavyoona ngala engine ni 300 kama unavyoiona, lakini ilikuwa na engine ya ordinary. Kwa hiyo tumekuja tumefanya modification tukafunga 300. Shukrani sana Bosco kwa kuhudhuria show ya The Gear. Shukran kwa Director Zosa kutuandalia show kali kama hii. Kama una swali lolote ama unahitaji kucomment, basi unaweza kwenda katika Instagram page yani 255 Jerry na ukaweza kudrop comment yako hapo. Vipindi vyetu vyote utavipata katika YouTube channel zetu zinazopita hapo chini. Naitwa Jerry, see you next time.